السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu mwingi wa rehema, yeye ambaye kwa ukarimu wake ametupa Uislamu bila juhudi yetu hata moja. Sala na amani kutoka kwake zimwendee nabii wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na hadithi na swahaba zake kiramu takasifu na wote miongoni mwa waja wake atakaofuata nyayo za mtume huyo hadi siku ya mwisho. Ya Rabbi, nakuomba mimi na Waislamu wote tujalie tu miongoni mwa kundi hilo, Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni jambo muhimu, at-tauhid ibadallah. Nakuhusieni kwa ajili ya Allah, nakuhusieni ndugu zangu tauhid. Ndugu zangu tauhid, tushikamane na tauhid, tujifunze kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila kitu. Tukiokopa tusimwokope isipokuwa Mwenyezi Mungu, tukimuomba tusimuombe isipokuwa Mwenyezi Mungu, tukimwabudu tusimwabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu, tukimshukuru tusimshukuru isipokuwa Mwenyezi Mungu, vingine vyote vije baadaye. Ndugu zangu Waislamu, hasa kuna swala la ibada, kila kinachoitwa ibada tujilinde sana tusimshirikishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kamwe hatomsamehe yule ambaye atakayemshirikisha ama madhambi mengine duna shirki, kinyume cha shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mtakaye, na yule atakayekuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atakayefanya shirki, huyo atakuwa amefanya makosa yaliyokuwa makubwa. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala mitume wote kuanzia Nuh mpaka wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatuma, malengo makubwa ilikuwa ni kwenda kuwafunza tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu, anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kwa hakika kila umma tuliutumia mtume, tuliutumia mjumbe, an i'budu Allah ay akhlisu al-ibada lah. Tuliuamrisha umma huyo na tukamwamrisha mtume huyo wafunze kwamba wampwekeshe Mwenyezi Mungu kwa swala la ibada na wajitenge mbali na kuabudu vingine vyote kinyume cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tauhid ibadallah. Walidhalika makatha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi Makkah 13 sana. Kwa sababu ya tauhidi ilimpelekea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaishi Makkah, akabaki Makkah, akafunza Makkah miaka 13 yuko anaifunza tauhidi. Na tauhidi ndugu zangu imegawanyika sehemu tatu. Tuwalee watoto wetu kitauhidi, tuwafunze watoto wetu tauhidi, wakuwe wakiwa na tauhidi, kabla ya mengine yote waijue tauhidi. Tauhidi ya kwanza ni tauhidul uluhiyya, kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kunako ibada, kila kinachoitwa ibada. Na ibada ni nini? Ibada ni neno, ismun jami'un, ni neno liliyokusanya likulli ma yuhibbuhu Allah, kila ambacho anachopenda Allah ni ibada. Wa yardahu, kila anachoridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Min al-aqwal, katika yale ambayo tunayozungumza, ikiwa dhikri, ikiwa kusoma Qur'an, ikiwa kutoa nasaha, ikiwa kutoa mawaidha, ikiwa kuwafunza watu, ikiwa kuelimisha watu, matamshi mazuri ni ibada. Wa aqwal wa af'al, na matendo tunayotenda, ikiwa kusali, ikiwa saumu, ikiwa jihadi, ikiwa tendo lolote lile ambalo Allah analiridhia ni ibada. Adh-dhahira wal batin, sawa yawe yanadhihirika kama sala, kama hija, au yawe yamefichamana kama saumu, au kama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kiroho, au kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada. Hiyo ndiyo tauhid uluhiyya, na hiyo ndiyo ilimfanya Mwenyezi Mungu ateremshe vitabu vingi kwa kila nabii na kila mtume, ni kwa sababu ya tauhidul uluhiyya. Na hiyo ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hamridhii mwingine yoyote apwekeshwe isipokuwa yeye, na hiyo ndiyo iliwafanya mitume waliotangulia mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuipigania, kuilingania, kupambana na wale ambao ni washirikina ili wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ibadallah, tauhid tuilinde sana tauhid. Na aina ya pili ya tauhid ni tauhidur rububiyya, ai kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
biafalihi, kwa matendo yake. Tuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq fama siwa Allah huwa al-makhluq. Tuamini kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye muumba na kinyume cha Mwenyezi Mungu ni viumbe, sawa tunavyoona, sawa tusivyoona, sawa tunavyojua, sawa tusivyojua, ni viumbe. Muumba ni mmoja, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tuamini sana hilo, na hapo ndio tukiliamini hilo, kila utakachohitaji katika mahitaji yako ya duniani utajua yuko yule aliyoviumba ambaye anavimiliki. Utamlilia yeye, utamtegemea yeye, kama tunavyolia kila siku kwenye sala. Hatumalizi sala isipokuwa tumesema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako ndio tunakuabudu na wewe peke yako ndio tunakutegemea. Tumtegemee sasa ukula kumtegemea, na tumwabudu kula kumwabudu. Ahsinu dhanna bi rabbikum ya ibadallah, mzanieni Mola wenu vizuri. Huyu ni usia wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliposema la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, asifishwi mmoja wenu isipokuwa anamzania Mola wake vizuri. Allah ni Ghafur, Allah ni msamehevu, Allah ni Ghafar, Allah anasamehe sana, Allah ni Rahim, Allah ana huruma sana, Allah anatupenda, na Allah amejalia huruma wake umetangulia ghadhabu zake. Msikati tamaa kuna huruma wa Allah. Mungu anatuita, anasema kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah anasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie waja wangu wale ambao waliokithiri, waliozamilia katika machafu, la taqnatu min rahmatillah, wasikati tamaa kunako huruma wake Allah. Inna Allaha, kwa hakika Mwenyezi Mungu, yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi yote. Innahu huwa al-ghafurur rahim, hakika yeye ndiye msamehevu na ndiye mwenye huruma. Hata shirki, ukimshirikisha Allah shiriki kubwa na ukamtaka msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe. Hata umezamilia madhambi ukarejea kwa Allah kwa taubatan nasuha, Allah anakusamehe. Hiyo ndio tauhid. Kisha ya tatu, tauhidul asma'i was sifat, kuamini kwamba Mwenyezi Mungu mmoja ambaye tunastahili kumwabudu, kuamini kwamba Mwenyezi Mungu huyo mmoja ambaye tunamwabudu ndiye muumba wa kila kitu, lakini tuamini ya kwamba ana majina mengi sana na anazo sifa nyingi sana. Mwenyezi Mungu huyo ambaye tunamwamini, tuliamini ya kwamba Mwenyezi Mungu ametufunza kwamba iko na majina 99. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Hakika Mwenyezi Mungu ana majina 99, majina 100 ukitoa ya majina moja. Anasema mtume, man ahsaha, Allahu akbar, yule ambaye atayajua majina hayo, dakhala aljanna, ataingia peponi. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaja akafasiri akasema, anna almurada bi ihsaiha, malengo na makusudio ya neno la mtume, yule atakayatambua majina hayo ni vitu vitatu. Cha kwanza akasema hifdhuha, yule ambaye atakayehifadhi, akajipa muda akayasoma akayahifadhi yote 99. Na pili, wafahima maanaha, akayajua maana yake, kila jina akalijua maana yake, wa madluliha, na malengo na makusudio. Na tatu, wadaa biha, kisha akawa akiomba dua, anaomba dua akitumia jina moja mwa hayo. Mfano, ameonewa na mtu mwenye nguvu, anahitaji Allah ampiganie. Katika kumuita anamuita, anasema ya qawi, ewe mwenye nguvu mpiganie. Akihitaji riziki anamuita ya razaq, ewe mwenye kuruzuku, urzuku ni ruzuku. Akiwa katika yale ambayo hataki watu wajue, anasema ya satar, ewe mwenye kustiri, nistiri. Allah, tunakuomba utustiri sote aibu zetu duniani na utustiri sote aibu zetu kwenye uwanja wa hisabu ya rabbal alamin, siku ya mwisho. Allah, tunakuomba ya Rabbi, usitufishe isipokuwa umeturidhia. Ndugu zangu, tauhid asma'i wa sifati, tuwafunze watoto majina ya Allah,
tuwafunze maana ya majina ya Allah, watu wayajue, watu wamlilie Allah. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili azidi kutusamehe. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa huruma. Allah anatupenda ndugu zangu. Huyu Uislamu kuna watu waliotesekea. Kasome sira ya Bilal, kasome sira ya Salman al-Farisi, kasome sira ya masalafu saleh, wakina Imamu al-Bukhari, wakina Imamu Muslim, wakina Abu Daud, namna gani walitembea masafa na masafa kwa sababu ya Uislamu, kwa kusoma Uislamu. Sisi tunaupata kwa chei. Tushikamane, tufaane, tufanane, usiwi sababu ya kuwadhalilisha Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, namaliza usia wangu nikisema ulimwengu umeharibika leo. Watu wengi sana kwa sababu ya kutafuta viewers, kwa sababu ya maisha yamekuwa magumu, watu wako tayari kuwachafua mashekhe, kuwachafua maduati, kuwazulia waumini wengine kwa sababu wapate viewers. Leo mtu anayafanya nione ni madogo, lakini kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hasratan wa nadama, itakuwa ni hasara kwao na majuto. Kitaka kunielewa zaidi, kasome hadithu muflis pale Mtume aliposema wayati wakadeshatama hadha, takuja mbele ya Allah mtu kuna mathawabu ili hali alimtukana huyu, wakadha fahadha ili hali alimzulia huyu akamchafua huyu, wadharaba hadha ili hali alimpiga huyu, wa akala mala hadha alimdhulumu huyu akala mali yake, fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, na kila mmoja katika hao ambao alifanyia madhila atapewa katika matendo yake mema huyo aliyotenda. Fa in faniyat ma alayhi qabla an yaqdi, na yakiisha matendo yake mema kabla hajawalipa wote, ukhidha min khatayahum, wala aliwakosea Allah atachukua madhambi yao, faturihat alayhi, kisha avishwe nayo, atishwe nayo yule ambaye aliwachafua na kuwakosea na kuwadhulumu na kuwaibia, thumma turiha fi nnar, kisha atatoshwa katika moto wa jahannam. Allah, tunakuomba Rabbul Alamin tutenge mbali na moto wa jahannam, tunakuomba tujalie pepo ya Firdaus ndio mafikio yetu ya Rabbi. Tunakuomba sisi na vizazi vyetu na wazazi wetu, tujalie Rabbul Alamin pepo ndio mafikio yetu, na tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaopata utetezi wa mtume Yesu kwa mwisho. Ya Allah, tunakuomba usituondoe duniani isipokuwa umeturidhia. Ya Rabbi, tunakuomba tupe riziki iliyokuwa pana. Mola wetu, tunakuomba tustiri hapa duniani na utustiri kesho mbele yako ya Rabbul Alamin. Tunakuomba Rabbul Alamin, dumisha amani ndani ya nchi yetu na uzidi ya Rabbul Alamin kutuhifadhia viongozi wetu. Ya Rabbul Alamin, tujalie umoja na mshikamano kati yetu. Allahumma amin. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.